ameendelea kuimarisha uungwaji mkono katika eneo la Mlima Kenya, akipinga juhudi zozote za kuligawanya eneo hilo kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Gachagua anasisitiza kuwa eneo la Mlima Kenya linaendelea kuwa na umoja, na huku mvutano wa kisiasa wa kutafuta kura eneo hilo ukizidi kupamba moto, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Joash Onsare. Akiwa katika kaunti ya Meru, Rigathi Gachagua ameendelea kuimarisha uungwaji mkono wake katika eneo la Mlima Kenya. Wacha nione na mkono wa watu wa Roire, akisisitiza kuwa eneo hilo limesalia na umoja huku maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 yakishika kasi. Unaweza kubali tugawanye mlima? Hii Mlima Kenya hapana mpaka. Mlima ni jamii, mlima ni sisi. Tangu zamani tumekuwa kitu kimoja. Waembu na Wameru na Wakikuyu hatuwezi wachana. Kauli za Gachagua zinajiri kufuatia matamshi ya baadhi ya viongozi wa Mlima Kenya Mashariki, akiwemo waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku, waliopendekeza eneo hilo ligawanywe kisiasa katika kambi mbili. Nimefika hapa Meru na nilikuwa Embu baada ya kupata ripoti ya kwamba Kasongo ametuma waziri anaitwa Roko azunguke huko akipiganisha watu ya Mlima Kenya. Akizungumza katika siku ya mwisho ya ziara yake ya kaunti ya Meru, Gachagua aliahidi kupinga juhudi zozote za viongozi wa eneo hilo na wale wanaotoka nje ya mlima zinazolenga kuwagawanya wakazi wa eneo hilo. Mimi nimejitolea, hata kama ni kukufa, hata kama ni kuhangaishwa, hata kama ni kufungwa jela, nitalinda heshima ya wakaaji wa Mlima Kenya na maisha yangu, na sitakubali mtu yeyote ahangaishe jamii yetu. Kuongezeka kwa shughuli za kisiasa katika eneo la Mlima Kenya kunaonyesha ushindani unaozidi kushika kasi wa kupigania kura zaidi ya milioni 6.5. Mugeni kaere! Bwana Yesu asifiwe! Hebu mnisalimie hewani nione watu zangu, watu wa Meru. Hey! Eneo hili la Mlima Kenya linachukuliwa kuwa nguzo muhimu katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Mlima ni mo? Kiongozi ni mo? Joash Onsare, TV 47.